Mada ambayo nimepewa nizungumzie munkarat al-a'ras, baadhi ya maovu yanayofanyika kwenye shughuli za harusi. Namtarimia radhi sikupata fursa ya kuiandaa mada zaidi ya lisali moja iliyopita, kwa kuwa niko safarini kutokea Pemba, niingia saa 9:30 takriban, kwa mpaka nafika nyumbani saa 11 hivi takriban dakika zake. Kwa hiyo kidogo ambacho nimekiandika kitawakilisha kingine ambacho kwamba hatukukiandika hapa. Sote sisi Waislamu tunafahamu kwamba Allah tabaraka wa taala ni mun'im, al-mun'im, mneemeshaji, na kinachotakikana katika hali ya kuzikabili neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni kumshukuru, na Allah anashukuriwa kwa matendo kama anavyoshukuriwa kwa maneno na kama anavyoshukuriwa katika moyo. Anashukuriwa subhanahu wa ta'ala bialaihi wa ni'amihi, anashukuriwa duniani na akhira, lahul hamdu fil ula wal akhirah. Anashukuriwa na anahimidiwa kwa kila jambo subhanahu wa ta'ala. Ndio maana tunasema alhamdu lillah, ay jami'ul mahamid mustahiqqan lillah au lillahi milkan wastihqaqan. Kwa nini anahimidiwa? Kwa kuwa yeye ndiye al-mun'im, yeye ni al-khaliq, anahimidiwa kwa kuumba subhanahu wa ta'ala. Na mwenyewe amejihimidi, alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Amejihimidi subhanahu wa ta'ala kwa kuumba. Kwa anahimidiwa kwa kuumba subhanahu wa ta'ala, anahimidiwa kwa kuvilea alivyoviumba. Alhamdulillahi rabbil alamin, sifa zote njema anastahiki Allah, Mola muumba mlezi mmiliki wa walimwengu subhanahu wa ta'ala. Na kwenye kumshukuru na kumhimidi Allah tabaraka wa ta'ala kwenye neema zake kuna ziada. Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Kwenye kukufuru kuna kuondoka kwa neema, kwenye kushukuru kuna kuzidi kwa neema. Alipotangaza Mola wenu, kama mtashukuru la azidannakum, wallahi nitakuzidishieni. Unataka ziada, mhimidi Allah, mshukuru Allah. Mshukuru Allah na mhimidi Allah kwa neema zake, kuzitumia neema zake katika yale anayoyapenda. Hiyo ni hali ya kumshukuru Allah, kuzitumia neema zake ala mardatihi, juu ya yale anayoyaridhia, huko ni kumshukuru Allah. Na kuzitumia neema zake katika yale ambayo yanamghadhibisha na yanamuudhi, huko ni katika kukufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika kuziegemeza neema kwa Allah, hiyo ni hali ya kumshukuru Allah tabaraka wa ta'ala, kwamba mimi sina chochote, sina lolote, hii mali ni mali ya Allah, hii ni mali ya Allah, ametupa, anatutahini sisi waja wake. Si ilmu yangu wala si utashi wangu wala si bidii yangu katika kazi kwamba imeniletea haya, hapana. Ni Allah subhanahu wa ta'ala, idha arada shay'an hayya asbabahu, anapolitaka jambo huliandalia sababu. Kwa hiyo neema hizi za Allah, ma bikum min ni'matin famin Allah,
hamna nyinyi neema yoyote isipokuwa yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa na akili sana wewe, neema hiyo kutoka kwake subhanahu wa ta'ala. Ikiwa una weledi katika kuyaendea mambo na yanaswibu, basi hiyo ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mshukuru Allah. Naam, usisifie akili yako wala usisifie uwezo wako. Mambo yote yako mikononi mwake yeye subhanahu wa ta'ala. Ma shaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Alitakalo Allah huwa, na asilolitaka haliwi subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye ambaye fa'alun lima yurid, anafanya alitakalo. Yeye ndiye ambaye kwamba mambo yake hayana mkwamo subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye ambaye anapolitaka jambo huliambia kun fayakun, kuwa na linakuwa. Kwa hiyo kumhimidi Allah na kumshukuru Allah katika maana zake ni kuziegemeza neema kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kadhalika kuwa unamsifia Allah mara kwa mara ni katika kumshukuru Allah na kumhimidi juu ya neema zake. Na kukufuru juu ya neema ni jambo ambalo halipendi Allah subhanahu wa ta'ala. Aya nyingi katika Qur'ani zimebainisha hayo. Na miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni wazazi wenye binti kugongewa mlango, kubishiwa hodi juu ya kuja kuposwa kwa binti yao. Kaka kuja kugongewa mlango, lengo la kuposwa dada yao aliyeachwa na marehemu baba yao. Tendo la kwamba binti ambaye yupo analelewa katika nyumba fulani akapata kufa kifani chake kwamba huyu anaendana naye, yafaa huyu kumwozesha huyu, bila shaka hiyo ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utaka kujua kwamba hiyo ni neema, watazame wale ambao wanakaribia kuzeeka, walishakata tamaa. Wako ambao wewe unawafahamu kwamba dada fulani hajawahi kuolewa tangu utoto wake, uwari wake, ugori wake, mpaka anafikia marhala ya utu uzima hajawahi kuolewa, na anatamani lau atokee mtu naam hata amuoe mke wa 4 yuko tayari. Kwa nini? Alishakata tamaa na jambo hilo. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akalihisabu jambo la binti kuolewa au kupelekewa posa na kuolewa ni riziki ile imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja katika ile hadith aliyotaja al-Imam Ahmad katika Musnad na wakaisahihisha ahlul ilmi, hadithi Asma bintu Yazid, mmoja katika wanawake wa Bani Abdul Ashhal radhiyallahu anha, kwamba walikuwa wamekaa yeye na wanawake wenzake. Mara akapita bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akawasalimia, wakaitika salamu. Rasul alayhi salatu wasalam akawaambia wale wanawake walikuwa wamekaa, tahadharini na suala la kukana fadhila za wenye neema kwenu nyinyi. Wakauliza, ni vipi hivyo ya Rasulullah? Akawaambia, inna ihdakunna au la'alla ihdakunna tatulu aimatuha baina abawaiha wa yatulu ta'anisuha, huenda akapatikana mmoja miongoni mwenu ambaye ulirefuka muda wa ujari wake mpaka marhala ya kwamba yeye ni binti ambaye yeyote huenda akaja akamuoa, marhala yale yakapita, akawa ni yupo kwenye marhala ya mwanamke mtu mzima. Alafu huko Allah tabaraka wa taala akaja akamruzuku mume, fayarzuqaha Allahu zawja, Allah akamruzuku mume. Mtume akamwita mume ni riziki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
wayarzuqaha minhu malan wa walada. Baada ya kuruzukiwa kwa mume yule, Allah akamruzuku tena, ndoa ikaleta kheri zake. Allah akaleta kheri kupitia ile ndoa, akapata matunda ya ndoa. Matunda ya ndoa ni watoto. Allah akampa watoto na akamruzuku mali. Alafu siku moja ikatokea mwanamke huyu ambaye uwari wake au ujari wake ulirefuka kwao, eti akaghadhibika, akatoa neno kwa msukumo wa ghadhabu. Akamwambia huyu mume ambaye alikuja kumstiri kutoka kwao, sijawahi kuona kutoka kwako kheri hata moja. Ole wenu nyinyi wanawake na kukufuru neema za waneemeshaji. Kipande ambacho nataka kuondoka nacho katika hii hadith, kwamba huenda mmoja wenu ukarefuka muda wake, ujari wake, kule kwamba yeye kuwa ni mwanamwari kukarefuka, akaa kwa kitambo kirefu kabisa, mpaka labda mzee akawa anajaribu kuwashakiza vijana, au fulani akawa anampigia debe yule mwanamke fulani, lakini bado, mpaka watu akina mama wakawa wanamuuliza na kumhoji wanapokutana naye kwamba wenzako wanaolewa, mbona wewe huolewi? Na kama ni binti anajiheshimu, anavaa hijabu, anavaa niqabu ya kisharia, huenda akatokea mwanamama kumshauri kwamba wenzako wanaovaa niqabu ni wale wenye waume, akiwa na maana kwamba si uvue hiyo niqabu yako, utaonekanaje? Vua kwanza, ukishaonekana, ukishaolewa, vaa niqabu. Yote haya ni katika hali ya tafaul, kwamba asa yakun khairi, akapata mtu huyu akampenda, akampelekea posa, akamuoa. Huenda mmoja wenu ukarefuka ujari wake mbele za wazazi wake, baina abawaiha, kama ilivyokuja riwaya. Sasa huyu ambaye muda wake ulirefuka, Allah tabaraka wa taala akamletea mwenza wake ambaye amekamilika vigezo vile ambavyo amevitaja Mtume sallallahu alayhi wasallama, vigezo ambavyo Rasuli alayhi salatu wassalam amevielekeza kwa wazazi wa binti, kwamba idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Ay mawali wa binti, ima wazazi au wanaochukua nafasi baada ya wazazi, wote ni mawali. Atakapowajilia yeyote yule ambaye nyinyi mtamridhia dini yake na tabia zake, muozesheni. Akaja huyo ambaye mawali wameridhia dini yake, kadhalika wameridhia tabia zake, wakamuozesha. Hii ni riziki ya pili au ni neema ya pili. Neema ya kwanza, ulirefuka muda wake kwao. Neema ya pili, Allah tabaraka wa taala akamletea huyu binti kijana mwenza wake ambaye amebeba zile sifa kuu mbili ambazo anazitaka Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wazazi wazizingatie hizo. Wasiwe wazazi wameweka mizani zao na sharia imeweka mizani yake, watahadhari katika hilo, kwa sababu wako baadhi ya wazazi wanawafanya mabinti zao mithili ya bidhaa. Mzazi amepatwa na ukata wa muda mrefu, mzazi amekumbwa na njaa ya muda, akiangalia na mabinti zake watatu wanne, anaona kwamba hii ndio njia mimi ya kutoka katika maisha. Ikawa mzazi ana vipimo vyake mwenyewe, ikawa mzazi ana mizani zake ameziweka. Mizani yake ni nini? Mizani yake ni kabila.
Kwa hiyo ukija na kabila lako linapimwa kwenye kabila lile, linaingiana, naam, hewallah. Mizani yake ni kipato. Ana kipato huyu, anafanya kazi gani kwani? Anajishughulisha na nini? Huyu bwana alhamdulillah, yani mambo tu ya riziki, alhamdulillah. Huyu anafanya kazi benki. Basi hapo mzazi umeshamkonga nafsi yake. Huyu yuko wizarani, huyu yupo katika ofisi fulani, ni mkurugenzi huyu wa shirika fulani. Basi mzazi haangalii jambo jingine, haulizi hata akida yake, haulizi hata ibada zake. Ni mtu wa swala 5. Hivi leo uliswali alfajiri? Hebu niambie ukweli wa mambo, na Mola wako ni shahid. Uliswali alfajiri leo? Nimeswali. Uliswalia jamaa msikitini? Hana vipimo hivyo mzazi. Ukoje wewe kiitikadi? Una itikadi iliyosalimika ili abaki salama binti yangu katika maisha yako, au itikadi yako si itikadi iliyo salama? Yuko wapi Allah? Ataka kujiridhisha mzazi juu ya aqida ya anayekuja kumbishia hodi nyumbani kwake. Aina Allahu? Allah yuko wapi? Nataka kujua jambo kutoka kwake. Ana mizani zake, anafanya kazi. Je, una nyumba au umekodi? Na kama umekodi nyumba nzima au ubale wa nyumba, au una chumba kimoja? Ole wako useme una chumba kimoja, ole wako. Ole wako useme kwamba mimi bwana shughuli zangu ni ikitokea naitwa, kuna kibarua nitapigiwa simu, ikitokea sana sana huwa nauza karanga mwenyewe, alhamdulillah riziki yangu ya halali. Ole wako yasema. Wengine hudanganya kwa kuchelewa kwamba nikisema kazi yangu ya halali, kwamba mimi kazi yangu nafukua vyoo, nazibua vyoo, atakosa. Aweza akajipa kazi nyingine isiyokuwa yake. Anaweza akaenda kupeleka posa, ameazima gari la watu, akawa yuko pale achezea funguo ya gari, aonekane kwamba ana gari huyu. Wallahi alazim yanafanyika haya, wallahi alazim. Sasa mzazi vipimo vyake ni vipimo duni, sio vile vipimo vya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba tuangalie dini ya kijana, tuangalie na hulka za kijana. Alafu riziki, siku na sahaba amekuja akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, niozeshe huyu kama humtaki. Baada ya kuja yule mwanamke ambaye alikuja kuitoa nafsi yake hiba kwa Rasuli alayhi salatu wasalam, na kwamba Allah alishamhalalishia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiy in arada an-nabiy an yastankihaha khalisatan laka min duni al-mu'minin قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. وتهاوى kwako wewe Mtume ni halali, na yule mwanamke ambaye atajileta kwako kuitoa hiba nafsi yake, kwamba ya Rasulullah, kama wanitaka niko tayari na wewe, huyo pia tumekuozesha. Kwa alipokuja Rasul alayhi salatu wassalam, akamtazama juu mpaka chini, akatikisa kichwa chake kwamba hapana. Sahaba anaona, akamwambia ya Rasulullah, kama huna haja naye nipe mimi.
Akamwambia njoo, una mahari? Sina. Katafute mahari. Kenda akazunguka akarudi hana kitu. Nenda katafute hata pete ya chuma, pete ya chuma ambayo sio ghali kama pete ya silva. Kakosa. Mwisho akasema nina kishuka changu nitampa. Kishuka hiki ukimpa yeye utakuwa uchi na wala yeye hakitomtoshi. Akaondoka akiwa amekata tamaa. Njoo, una nini katika Qur'an? Nimehifadhi sura kadha wa sura kadha, nimekuozesha kwa ulichokihifadhi katika Qur'an. Huyo ana polo la ngano nyumbani kwake? Hana, ikiwa ameshindwa kuleta pete ya chuma. Haina maana kwamba tuwaozesha ambao kwamba hawana dhamira ya kujishughulisha, kwamba hilo halizingatiwi. La, tuzungumzia kwamba kuna kupata na kukosa. Wangapi wanatoka wanarudi watupu? Wapo. Lakini katoka kutoka, katoka. Kurudi na kitu ni riziki, lakini jitihada ya kibinadamu ameifanya. Na wewe kadhalika na binti yako, hakuna siku mmelala na njaa? Hakuna siku mliomba chakula kutoka kwa mtoto wenu kwa mahala fulani, kaka yenu wa mahala fulani? Hakuna siku hiyo? Mbona ulishindwa na wewe ni mume? Kwa maana ashindwaye pia ni mume. Almuhim kwamba huenda ukarefuka muda wa binti nyumbani kwao, Allah akamruzuku mume. Ashkuriwe Allah na ahimidiwe Allah subhanahu wa ta'ala kuposwa binti yetu, kuposwa dada yetu, kuposwa mama yetu mdogo. Tuiendee ile shughuli yake ya ndoa katika yale mazingira anayoyaridhia Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kufanya hayo ni miongoni mwa kumshukuru Allah juu ya neema aliyotuletea nyumbani. Tukiyafanya yanayomchukiza Allah kwenye furaha zetu za ndoa, basi tuelewe kwamba tumelifanya lile ambalo kupelekea kukufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Yakoje maharusi yetu? Sote ni mashahidi wa nafsi zetu. Hata wale ambao wanaambiwa ni ahlus sunnati wal jamaa as-salafiyuna, siamini kwamba ndoa zao zinakuwa salama 100%, bali naamini kwamba wanatoa jitihada zao za kibinadamu wasimamizi wa ndoa, lakini madhaifu yapo, yasipokuwa makubwa sana. Basi kadhalika ile kwamba wanawake wako sehemu yao, wako na biharusi, wanacheza, wanaimba, bado utaweza kusikia sauti zao. Huwaoni wakuwa wamezungushiwa turubai au wako ndani ya nyumba yao, lakini bado utasikia sauti za kina mama katika harusi hiyo. Hii ni kwa wale ambao wamejitahidi kwa asilimia kubwa kabisa. Lakini wallahi alazim, shughuli zetu hizi zinazofanywa za ndoa, kuna munkarat, kuna mambo ambayo kwamba yanda laha aljabin, na ndio maana wakawa wanatahadharisha ahlul ilmi katika kuyabainisha mambo haya. Yako mengi, lakini kadhalika katika hayo ni kule kuandaliwa bibi harusi gauni lile refu ambalo imma limenunuliwa kwa pesa ambazo lau wangelipewa hawa wanandoa zingewasaidia miezi 3 na 4 na 5. Lile gauni peke yake ambalo huvaliwa siku moja tu, tena kwa masaa kadhaa. Hii nafahamu haya. Ima amenunuliwa ni lake au limekodishwa, chungu mzima ya mapesa. Jirefu
hawezi kutembea nalo peke yake, kuna kuwa na watu nyuma wanalishikilia, huku akiwa amevaa gloves nyeupe, kadha soksi, kikofia juu cheupe. Haya ni katika almunkarat ambazo hufanyika kwenye shughuli za maharusi ya Waislamu. Na hali hii hawatofautiani Waislamu wawili, kwamba ni hali ambayo Waislamu wanaiga kutoka kwa wasiokuwa Waislamu. Haya tunayaona kutoka kwa kina Ana, haya huyaona kutoka kwa kina Paulina, haya huonekana kutoka kwa kina nani huko, mila za kikafiri. Waislamu na wao eti wanawafanyia mabibi harusi wao mithili ya yale wanaoyafanya manasara kwa mabibi harusi wao. Huku si kushukuru neema, bali ni kukufuru neema. Sababu asili ya Waislamu hawatakikani waige kutoka kwa watu wa mila isiyokuwa watu wa mila yao, na hili tumeiga kutoka katika mila za kikafiri ambazo tayari tumeshatahadharishwa na Allah kwenye Qur'an, aya nyingi kwenye Qur'an. walan tarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna huda Allahi huwa alhuda. Na wala hawatoridhika, hawatokuridhia Mayahudi na Manasara mpaka ufuate mila yao. Hii ni mila ya Kinasara, wanayafanya haya Waislamu leo hii. Huyo na binti yao huyu ni yule aliyekaa miaka kadhaa mpaka akakata tamaa, Allah akawaletea neema. Stara ya mwanamke ni moja katika mambo mawili, amestiriwa huyu. Stara ya mwanamke wanasema ahlul ilmi ni kaburi au ndoa, hakuna cha tatu. Kama mwanamke huyu amestirika, basi imma yuko kwa mumewe, amestirika yuko kaburini. Hayuko kwa mumewe, yuko kaburini. Hii ndio stara ya mwanamke. Kapata stara, si ahimidiwe basi Allah. Hapana, watu wanawaiga alyahudu wan nasara katika shughuli zao. Chungu mzima ya mapesa yametolewa kukodishwa gauni hili. la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadhwa alqudha bilqudha shibran bishibrin dhira'an bidhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin ladakhaltumuhu. Hadithi hii sio kwamba ni habari mtume anatoa, ni habari imebeba mashrab ya tahadhir. Na wanasema ahlul ilmi hii tahadhiri yake ni kali. Hakika nyinyi mtakuja kufuata na kupita kwenye njia na nyenendo za waliopita kabla yenu, unyayo kwa unyayo, pima ya shibri kwa pima ya shibri, pima ya dhiraa kwa pima ya dhiraa, yani dhiraa kwa dhiraa, shibri kwa shibri. Mule wanapokwenda na nyinyi mtakwenda. Maneno haya anasema ar-Rasul al-Akram alayhi salatu wassalam. Zama hizo anawaambia as-sadat al-ubbad, anawaambia al-muhajiruna wal-ansar, hata kama wao hawakuyafanya, lakini jambo ambalo tayari ameshalizungumza kwa wahi lazima litatukia.
ndio haya tunaoishi nayo. Mtafuata nyenendo za waliopita kabla yenu, shibri kwa shibri, dhiraa kwa dhiraa. Hata wale mnaowaiga mtakapowaona wanafanya mambo ambayo wala hayawezekani, lakini wanayafanya yawezekane, wakaingia kwenye shimo la kenge. Na nyinyi Waislamu, watu wa kuigaiga, mtawaiga katika hilo, mtaingia kwenye shimo la furukenge. Hebu utazame mwili wako, alafu leta taswira ya kenge, alafu kama wewe eti umeingia kwenye shimo la kenge. Nini maana yake? Yaani mtalazimisha tu. Kwenye riwaya imekuja hata kama wale wana wa Israeli waliwaingilia mama zao, ikitokea kwamba waliwaingilia mama zao hadharani, watapatikana katika umma wangu watakao yafanya hayo. Na wallahi yapo kwenye umma huu. Moshi, Kilimanjaro, miezi kadhaa nyuma, kijana anafanya mapenzi na mamake. Kijana anafanya mapenzi na mama yake. Kakamatwa kijana, mama akasema sikubali, nifungeni pamoja naye. Alafu Allah akamchukua yule mama. Moshi, Kilimanjaro, na kwengine. Moja katika nchi za Afrika miaka kadhaa nyuma, wasailul i'lam zimetupa habari ya kwamba mama mmoja amesema, sioni mtu mwenye upendo wa dhati wa kunioa, ambaye ana upendo wa dhati na mimi ni mwanangu, manake niolewe na mwanangu. Nasara, na huyo wa Moshi pia ni Mnasara, lakini umma huu ni umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul anasema alayhi salatu wasalam, hata kama walikuwepo kule ambao waliwaingilia mama zao hadharani na watapatikana kwenye umma huu, sisi tunasema sadaqa Rasulullah, amesema kweli mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq, wa huwa as-sadiqul masduq. Sasa hii hali ya mabibi harusi, jinsi wanavyoandaliwa kadha wa kadha, mavazi yao, si yale ambayo yanaendana na mila ya Uislamu. Ni mambo Waislamu wanaiga kutoka kwa wasiokuwa wao, na ni jambo wamekatazwa na sharia ya Mola wao. Qur'ani imewakataza, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amewakataza. Mfanya mambo ya kiisirafu kabisa katika mali. Natumika pesa kwenye mambo ambayo hayana tija. Ili iwe nini? Utakuta mambo haya hurejea kwa wenyewe na ile hali mbaya nyingine isiyotakikana. Ar-riya, ni ria tu, ria basi, wasum'a, na kutaka kusikia watu wamesemaje, watu wa mtaani wamesemaje akina mama. Akina mama wamesema mwaka huu komesha, haijawahi kutokea. Basi watu wacheka. Hapo akitoka na madeni anadaiwa, lakini fahari, ar-riya was-sum'a wat-tabdhir, ubadhirifu wa mali. Na Allah akasema wala tubadhir tabdhira, usifanye ubadhirifu kwenye mali. Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin, wabadhirifu wa mali ni ndugu wa mashetani. Wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura, na shetani
ni mpingaji kwa Mola wake. Hiyo ni hali wako nayo Waislamu kwenye maharusi yao. Lakini kadhalika hutokea ile hali ya baadhi ya mabibi harusi wakanyolewa nyusi zao, hata kama binti alijihifadhi tangu udogo wake, makuzi yake, anaona kwamba haifai kukata nyusi, sipendi jambo hilo, na ikifika siku hii ya ndoa huenda akagombana na makungwi. Mama, mimi sitaki. Kambacha pumbavu wako, usiletoe pumbavu wako. Siku moja tu wataka kuharibu shughuli, wataka kuharibu shughuli, ndio uambiwa una dini kiasi gani, ndio uambiwa wewe sahaba, wewe kadha. Ataambiwa maneno ya kukatishwa tamaa, mwisho anakubali kwa shingo upande. Wako ambao wako kwenye mazingira hayo na wako ambao wanaonelea kawaida. Hili ni jambo la mikhalafa ambalo hufanyika katika neema za Allah za harusi, ila hali kumbe anayefanya haya na anayefanyiwa wote wamelaaniwa na sharia. An-namisa wal-mutanammisa wote ni mal'un. Kwa hiyo anakaa kwenye kiti cha harusi mal'una, akiwa amelaaniwa. Hivi ndivyo anavyoikabili neema ya Allah ya kupata mume, ndio hivi, kwa kufanya jambo la kumpelekea yeye aingie kwenye laana za Allah subhanahu wa ta'ala, na aendelee kulaaniwa muda wa kuwa zile nyusi zimekatwa. Laana haishii pale, muda wa kuwa hazijaota zikakaa mahala pake, bado anaendelea kulaaniwa. Analaaniwa asubuhi bibi harusi, analaaniwa mchana, analaaniwa jioni, analaaniwa usiku. Hili ni kwa upande wa mwanamke. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.